Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 17 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Jumatatu. Kwa moyo mkunjofu kabisa ni kukaribisha kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele siku hii ya leo. Mimi ni Sheikhani Mzaina. Tuandikie na asante kwa kutuandikia. Ujumbe wako ni muhimu kweli kweli. Tunaanza rukuzi siku hii ya leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kwanza tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Kigamboni Kibada jijini Dar es Salaam. Wanakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam Kigamboni Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni mashirika yashauriwa kuwekeza hati fungani, yapewa mbinu yaache kutegemea ruzuku. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Wanandoa wahadharishwa madhara ya kuficha mali, wamo wanunua viwanja kujenga nyumba kwa siri. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Bilioni 265 kutumika miradi ya madini ya kinywa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Tanzania kanusha tuhuma kuingilia uchaguzi Zambia. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Na Bitito mbaroni tuhuma matusi uchochezi. Habari katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Kutoka mpango hadi utekelezaji, dira 2050 Tanzania imarika mauzo ya bidhaa soko la kimataifa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Malasusa unyenyekevu si uzembe. Habari katika ukurasa wa 3. Gazeti hili imeandika mtafiti shauri tathmini mfumo kupata wahadhiri. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele, jinamizi la upigaji biashara ya simu. Haya ndiyo machungu wanakutana nayo wanunuzi, siri bidhaa za zamani kufungashwa kwenye maboksi mapya na kuuzwa. Kamanda Murilo atoa onyo da. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Nukuu ya Halfan Musa, mkazi wa Morogoro, inasema nimejifunza ukinunua simu Kariakoo ni vizuri uwe na mtu anayejua maduka vizuri. Nimewahi kupewa simu iliyofanya kazi vizuri, na niliporudisha nikaambiwa ni makosa yangu. Ndani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4. Usimamizi wa vibali vya ujenzi bado paswa kichwa. Habari katika ukurasa wa 18. Machungu kusubiri huduma ya afya kwa miaka 10. Wagonjwa wananchi wasimulia machungu ya kubebeshwa mzigo wa gharama. Mama eleza mwanawe alivyopoteza maisha. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 3. Hii ni ripoti maalum. Habari picha ikionyesha muonekano wa jengo linaloendelea kujengwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Singida maarufu kama Mandwa, kama lilivyokutwa na Mwananchi Julai 15 mwaka huu. Jengo hili lilianza kujengwa mwaka wa fedha 2016-2017 na lilipaswa kukamilika mwaka 2019. Kilimo kinavyoweza kupunguza umasikini nchini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6. Mji mdogo wa Katoro unavyochanua kwa dhahabu biashara. Habari katika ukurasa wa 20. TAGLT yaweka rekodi nyingine ya bandari ya Dar es Salaam. Habari katika ukurasa wa 5. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi Jumatatu ya leo. Jicho letu sasa ni katika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kambi ya upandikizi wa figo ya anza Mloganzila da, ni pamoja na urekebishaji wa mishipa kuchuja damu kwa ushirikiano na taasisi kutoka Korea Kusini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Kituo cha saratani Mbeya kutimiza azma ya serikali. Habari katika ukurasa wa 4. TIB yaunga mkono nishati safi kuelekea dira 2050. Habari katika ukurasa wa 4. Rais awekeza bilioni 3 kituo cha afya cha Lusumo. Habari katika ukurasa wa 4. Serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imewekeza zaidi ya shilingi bilioni 3 katika ujenzi na ukamilishaji wa kituo cha afya cha Lusumo kilichopo halmashauri ya wilaya ya Ngara mkoani Kagera. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4. Ubunifu wa chochea uwekezaji wa dira 2050. Habari katika ukurasa wa 2. Huduma za Starlink Mobile zazinduliwa DRC. Habari katika ukurasa wa 2. Trump Hormuz kwa eneo la Marekani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Othman aishiriki dua maalum ngamia walezo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku.
Gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Heche alivyogeuka shabaha ya CCM. Viongozi waandamizi wa chama hicho wameendelea kuvutana kisiasa na makamu mwenyekiti huyo wa Chadema. Wadau wasema mvutano wao ni vita ya maneno visivyo na tija kwa taifa, wasisitiza mchakato wa maridhiano upewe uzito. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Vyama vya siasa na TLS waje juu wakili kukamatwa. Habari katika ukurasa wa pili. Biashara Tanzania na India yakaribia dola bilioni 10. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Vijana wanaosaka utajiri katika uhunzi watoka kimaisha. Habari katika ukurasa wa 3. Tanzania haijatuma watu kuingilia uchaguzi Zambia, serikali. Habari katika ukurasa wa 19. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni wasomi wagusia faida za bwawa la Nyerere. Profesa Wangwe Kinyondo wafunguka umuhimu wa nishati ya umeme katika kukuza shughuli za kiuchumi. Wasema sekta ya viwanda, biashara, kilimo, huduma zingine zinahitaji nishati ya uhakika. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Dr. Akil aifagilia TRA kuvuka malengo ukusanyaji mapato. Habari katika ukurasa wa 9, nukuu yake ikisema kusomana mifumo ni muhimu katika kurahisisha huduma za kikodi, kuwezesha biashara pamoja na kudhibiti mianya ya ukwepaji kodi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 9. Wanne familia moja wafa ajalini wakitoka harusini. Habari katika ukurasa wa pili. Hatari hii bodaboda kulaza mitungi ya gesi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8. Waziri Mavunde asaini mkataba bilioni 265 madini ya Kinywe. Waziri wa madini Anthony Mavunde amesaini mkataba wa uwekezaji wa madini ya Kinywe wenye thamani ya shilingi bilioni 265 pamoja na kukabidhiwa umiliki wa hisa za serikali 17%. Habari katika ukurasa wa 3. Dr. Migiro katibu mkuu SWAPO wateta. Habari katika ukurasa wa 2. Mchango wa Lukuvi kuendelea kuenziwa. Habari katika ukurasa wa 5. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi lenyewe limeandika Soranga tumeisuka upya Beit Al-Ajaib kuzinduliwa mwakani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. SMZ kujenga uwanja wa ndege mkoa wa Kusini. Habari katika ukurasa wa 2. Wanaovamia hifadhi za barabara waonywa. Habari katika ukurasa wa 8. Shirika la bandari, mamlaka ya usafiri baharini zatakiwa kushirikiana. Habari katika ukurasa wa 3. Waziri mkuu wa zamani wa Poland afukuzwa chamani. Habari katika ukurasa wa 9 wa gazeti hili. Wanafunzi wote wilaya ya Kusini waingia skuli mkondo mmoja. Habari katika ukurasa wa 15. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo. Gazeti hili likiandika serikali kuunga mkono wavuvi wakulima wa mwani. Habari katika ukurasa wa 2. Habari picha ikimwonyesha katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Balozi Dr. Asha Rose Migiro akisalimiana na katibu wa chama cha SWAPO kutoka Namibia Sofia Shaningwa alifika ofisi ya CCM Kisiwandui Zanzibar kwa ziara maalum yenye lengo la kuimarisha uhusiano wa kisiasa baina ya vyama hivyo. Undani wa taarifa hizi ni katika kurasa za ndani. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika rekodi ya miaka 5 Ture Mpanzu anza na moto. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Matokeo ikiwa ni Simba 2 Kagera Sugar 0. Mchezo uliopigwa hapo jana. Mbili zijazo ni Agosti 19 dhidi ya Pamba Jiji CCM Kirumba Mwanza, Agosti 22 dhidi ya Singida Black Stars uwanja wa Airtel. Mangoba ashtua ataka 10 Yanga Aziziki asisitiza ubingwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Bilioni 5 za CRDB Marathon kutumika huku. Habari ni katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Ateta awatuliza mashabiki wa Arsenal. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. TPL kesho Jumanne ni Fountain Gate dhidi ya Mashujaa saa 10 kamili jioni Sheikh Amri Abeid. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu nalo gazeti Habari Leo lenye limeandika Simba yatuliza hali ya hewa, Samia ampongeza Hawa ubingwa golf Uganda, Yanga ya mwaga Ukelo ya mpokea Azizi Ki. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Moses Breeze acha simulizi da. Habari katika ukurasa wa 11. Kareko yajipanga kwa AFCON 2027. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru kweli daima lenye habari za michezo na burudani. Limeandika Rais Dr. Samia ampa 5 mchezaji wa gofu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Simba ni shangwe, matokeo ni Simba 2 Kagera Sugar 0, mchezo uliopigwa hapo jana.
Jeuri ya kocha Yanga ipo hapa, Okello wauzwa. Habari katika kurasa za ndani. Masauni Zanzibar ina vipaji vingi kama Feitoto. Habari ni katika ukurasa wa 19 wa gazeti hili. Musiala azua hofu baya, na habari katika ukurasa wa 18. Hemedi aipongeza CRDB Marathon, habari katika ukurasa wa 19. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, kweli daima. Na gazeti Uhuru linakamilisha dukuzi hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.